Marekani imeongeza presha ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya kutekeleza operesheni ya moja kwa moja dhidi ya meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Irani, tukio linaloashiria kupanda kwa mvutano kati ya Washington na Tehran katika maji ya kimkakati ya Bahari ya Arabia. Kupitia CENTCOM, jeshi la Marekani limethibitisha kuwa wanamaji wa US Marine waliteka meli ya kibiashara inayojulikana kama Tunska katika operesheni iliyohusisha nguvu za anga na majini. Wanajeshi hao waliondoka katika manowari ya mashambulizi ya USS Triple kwa kutumia helikopta kisha kushuka kwa kutumia kamba moja kwa moja juu ya meli hiyo, mbinu inayotumika katika operesheni za hatari kubwa za utekaji wa vyombo vya baharini. Kwa mujibu wa maelezo ya kijeshi, kabla ya uvamizi huo, meli ya kivita ya USS Surprise ilichukua hatua ya kuizuia meli ya Tunska kwa kuharibu mfumo wake wa kujiendesha baada ya kushindwa kutii maagizo ya kusimama. Haijafahamika mara moja ni mizigo gani iliyokuwa ikisafirishwa na chombo hicho, lakini kuna uwezekano kwa Marekani ilihisi kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa vikwazo au hatari ya usalama inayohitaji hatua ya haraka. Hatua hiyo inakuja kwenye kipindi ambacho Marekani imekuwa ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, hasa kulinda njia muhimu za usafirishaji wa kimataifa kama mlango wa Hormuz ambao hupitisha sehemu kubwa zaidi ya mafuta ya dunia. Njia hii imekuwa kitovu cha mvutano kwa muda mrefu, huko Irani ikisisitiza haki yake ya kulinda eneo lake na Marekani ikisisitiza uhuru wa usafiri wa kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona tukio hili kama hatua yenye uzito mkubwa ambayo inaweza kuathiri moja kwa moja uhusiano wa Marekani na Irani. Wanasema kuwa utekaji wa meli yenye bendera ya Irani unaweza kuchukuliwa kama uchokozi wa wazi na unaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi, iwe kwa njia ya kijeshi au kupitia washirika wa Irani katika eneo hilo. Aidha, tukio hili linaibua maswali ya kisheria kuhusu mamlaka ya kukamata meli katika maji ya kimataifa, hasa kama meli hiyo ilikuwa katika safari ya kibiashara. Hata hivyo, Marekani mara nyingi imekuwa ikitetea hatua kama hizi chini ya msingi wa kulinda usalama wa kimataifa na kutekeleza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani. Hadi sasa mamlaka za Irani hazijatoa kauli rasmi kuhusu tukio hilo, lakini historia inaonyesha kwa matukio kama haya mara nyingi huchochea majibu makali ya kisiasa na kijeshi. Ikiwa mvutano utaendelea kuongezeka, kuna hofu kuwa eneo la Ghuba na Bahari ya Arabia linaweza kushuhudia ongezeko la operesheni za kijeshi, jambo linaloweza kuhatarisha zaidi usalama wa usafirishaji wa kimataifa na uchumi wa dunia kwa ujumla. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.